بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea leo ya tatu katika ayat za mwanzo za surati al-Fath. ذا سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. aya hizi kama tulivyosema kwamba aya hizi ni aya zilizotia furaha katika nyoyo za waumini. Kwa hivyo safari yao kuanzia kushuka kwa aya hii ni safari ambayo yenye kuwafurahisha waumini na matumaini mazuri, kwa Mwenyezi Mungu ameshasema inna fatahna lak. Ukitazama shida alizopata vita wa Badr, wa antum adhilla, mlikuwa dhalili nyewe na mmeshinda, wa laqad nasarakum Allah bi Badr, mmeshinda na mkapata kila uongozo na kila help, msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika nini, kukutieni nguvu mpaka ikafika haji mkawa na idadi kubwa katika vita vya Hunain. Hata hivyo Mwenyezi Mungu akasema kwa kutaka kuambia kwamba msiwe na ghurur, la taghtar bil quwwa, ukiona kwamba mna nguvu, la abadan, tegemea Mwenyezi Mungu, chukueni hadhar na Mwenyezi Mungu atakulindeni na atakupeni nusra madha mtatekeleza maamrisho. Muhimu kwamba kanuni aljundia, kanuni za kivita, as-sam'u wa ta'a ziwe zinatekelezwa, wasije wakafanya kama walivyofanya katika Uhud, wakateremka wale walioambiwa wakaijua wasiondoke mpaka wapewe amri na Mtume sallallahu, na wakashuka ikawa mambo yakenda kinyume na vile mwanzo ulikuwa nasr, wanakwenda uzuri katika ushindi, lakini baadaye ikageuka kwamba wakapata pigo kubwa. Na tukitizama katika sura al-Anfal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza namna gani ile taabu walikuwa kipata, na Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa akiwatia nguvu kwa kuwashushia malaika, kadhalika Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ule woga alikuwa nao jeshi la makafiri mbele huko mbele. Mwenyezi Mungu anasema idh yughashikumun nu'asa, Mwenyezi Mungu amekuleteni usingizi, nu'asa, usingizi mdogo, wapate nini, iwe amadan minhu, mpate amani, mpate utulivu kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na hili silaha katika silaha zilizokuwa Mwenyezi Mungu akiwasaidia waumini, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kimnusuru Mwenyezi Mungu na atakunusuruni, atakuthibitisheni nyayo zenu. Ile mvua nuasi, ile mvua nini, yughashikum nuasa amana, mpate amani na salama. Yunazzilu alaykum minas samai ma'an, akateremshia mvua kwa ajili yenu, liyutahhirakum, kwa takasa nyoyo zao, bihi wa yudhhib ankum rijza shaytan, na kuondosheni uchafu wa shetani ambao unakutieni wazimu na kutaka kukubabaisheni, kukutieni woga. Wa yudhhib ankum rijza shaytan wa liyarbita ala qulubikum,
na kuzifanya nyoyo zenu ziwe na nguvu na kushikamana na kuwa thabiti, wa yuthabbita bihi al-aqdam, na kwa sababu ya kuzama miguu yenu kwenye michanga, kuonesha thabati katika vita. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu akiwasaidia katika vita. Kwa hivyo inzali sakina, kushusha utulivu, ni muhimu sana katika vita. Unapokuwa unaogopa, basi mara moja kupigwa. Na hivi ndio waliofanya rasi munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul katika vita wa Uhud. Walikuwa 1000 vita wa Uhud, walipofika karibu na jeshi mbele yao 3000, akasema mimi nimekwambia tukae Madina, wewe umeshikilia kuwasikiliza vijana tutoke tuwafuatie huko. Sasa kwa hivyo mimi ninatoka na watu wangu. Katoka watu 300 katika 1000, wabakia 700 kupigana na watu 3000. Inavunja maanawia ya kupigana, maana inawatia watu woga. Inakuwa ni njia kama hizi ni rahisi sana kwa jeshi kushindwa, na kwa mambo mchafu koge. Lakini Mwenyezi Mungu taban amewatia sakina, utulivu. Na utulivu moja katika mambo muhimu sana katika vita. Hapa Mwenyezi Mungu anasema inna fatahna laka fathan mubina, yani kutoka mwaka 6 Hijri, baadaye vyote vinaokuja vita, pigana Khaybar mwaka 7, mwaka 8 Hijri Fath Makkah, kutoka Makkah, halafu ikafuatia Hunain, ikafuatia Taif, ikafuatia na vita ambao mwaka 9 Hijri dhidi Roman Warumi, pamoja na makabila wa Arabu walikuwa allies wa zidi Warumi, walikuwa allies wa Warumi wa Arabu, makabila kina Ghassasi na wengineo. Vita hivi katika vita Tabuk ambavyo vilikuwa vita vigumu sana, tabu sana. Hata hivyo hatuko katika kuelezea vita, isipokuwa tunataja kwamba ile nasr na fath mubina ilikuwa wazi, inaonesha kutokana na aya hizi, baada ya mwaka 6 zile tabu zote zilizokuwa kabla hapo zinaanza kupungua, na furaha na matumaini na nguvu na kuwa pamoja na yote natia. Na Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara, ili yakughufirie. Inna fatahna laka fathan mubina, tumekupa ushindi uliokuwa wazi kabisa. Mwenyezi Mungu akusamea, kughufiria dhambi zako zilizotangulia, wa ma ta'akhkhar, na zilizokuja baadaye, wa yutimma ni'matahu alayka, na tushaelezea yote haya. Na Mwenyezi Mungu akutimizie neema zake juu yako wewe, wa yahdiyaka sirata mustaqima, akuoneshe njia ya kupita mpaka umalize kazi aliyokupa. Hidayah, wa yahdiyaka sirata mustaqima, katika mambo kuelekeza, mambo ya dini, mambo ya vita, mambo yote yani katika sirata mustaqim, njia ya Mwenyezi Mungu ya kupita. Mnapokuwa katika vita muwe vipi? Fasbutu, muwe thabit, mfanye nini? Muwe na utulivu, mpigane, muwe na waliyajidu fikum ghilza, wakuoneni ugumu na madhubutu wenu. Hizi zote katika njia ya sirata mustaqima. Yani khalas mtaendelea, hakuna kusita. Baada hapo tena mtakuwa, maana kama ina wayahdia sirata mustaqima, maana go ahead, endelea vita. Naam. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, hii kupata guarantee kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba tutakunusuru nasran aziza. Ile nasr yenyewe ni aziza, ni nadira. Bimaana hadha an-nasr, bimaana bihadha an-nasr akhadhat ma lam ta'khudhu mithluka abadan, yani akhadta ma lam ta'khudhu mithluka abadan. Ulichokipata katika nusra hii hakuna yeyote atakayepata nusra hii kuliko hii. Maana ndio nusra ya kuonesha khalas Uislamu unaanza kufunguka na kutawanyika na kuendelea na kukua na kuwa na nguvu na kila kitu. Baada hapo haijasita Uislamu mpaka hivi leo, walioanza Mtume SAW peke yake, sasa hivi watu kwa mabilioni na yote katika jumla ni wahdia kasirata mustaqima. Umshaelekeza na kuwafundisha wanafunzi wako, masahaba wameendelea na kazi yao. Vita aliyopigana Abubakar na Umar, kama tulivyosema, katika miaka miwili na miezi mitatu Abubakar utawala wake na utawala wa Khalifa Umar miaka 10, haijafita miaka 6 tu ya mwanzo ya Umar, pawa mbili zote zishaanguka chini ya jeshi la Waislamu. Upande wa Faris mpaka wameingia Qadisiyah بقيادة سعد بن أبي وقاص، صحابة من والمبشرين بالجنة. نهوكو ومن دليلنا كنا خالد بن وليد، فموجنا كنا معاوية بن أبي سفيان، كنا أبو عبيدة بن الجراح، نا
na wengineo, Amr ibn al-As, wakawa two superpowers zimekuja chini ya nini? Chini ya nini? Utukufu na nguvu za Uislamu. Kwa hivyo hii ndio maana yake, wayansuraka Allah nasra aziza. Kuanzia hapo hata ukiondoka wewe, wenzako wataendelea, wanafunzi wako, masahaba wako wataendelea na kazi yao. Na hii ndio maana hapa, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Aya 4, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Yeye ndio Allah aliyeshusha utulivu katika nyoyo za waumini. Zaposhuka aya za mwanzo 3, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza. Haya mambo haya anasema, laqad nazalat alayya aya, zimeshuka aya, ma uhibbu an yakuna badalaha na'imul ardi kullu. Zimeshuka aya, sipendelei iwe na chochote za neema za dunia kulinganisha na hizi aya, jinsi ya utukufu wake. Neema za dunia zote hazina maana mbele yangu, mbele ya aya hizi. Mambo mangapi kapewa katika aya 3 hizi? Mambo chungu zima makubwa. Nusra, kusamehewa, kughufiriwa dhambi zote, na kupewa nini kabisa, kubashiriwa kwamba fathu, ufunguzi, na kushinda na kuteka, kuendelea. Haya yote hata maskini masahaba nasema, hani'an laka ya Rasulullah, hani'an laka ya Rasulullah, mabruk, congratulations. hani'an laka ya Rasulullah, hadha laka fama lana. Haya ndio yako alokupa Mwenyezi Mungu, sisi tutapata nini ya Rasulullah? Wewe ushajijua mambo yote yako peke yako, special. Inna fatahna laka, ni special kwa hii baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sasa sisi fama lana, sisi tutapata nini? Na nyie nakuja aya 4, huwa alladhi anzala as-sakinata ala qulubi al-mu'minin. Ni yeye Allah aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini, liyazdadu imanan ma'a imani, ili jua imani waliokuwa nayo basi wazidi kuwa na imani zaidi. Utulivu huu, as-sakina, utulivu huu, utulivu wa moyo, utulivu kwamba tunajua tuko katika njia haki na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Na tutaona hizi aya zinazofuatia katika sura al-Fatiha namna gani yanavyoeleza haya maneno tunakuta hapo mwanzo, tunakuta tena, lakini kwa njia nyingine. Subhanaka ya Rabb. Anasema yeye ndiye alikushusheni utulivu katika nyoyo zenu, katika nyoyo za muumini, liyazdadu imana ma'a imani, kama kwamba Mwenyezi Mungu anawajalia wawe na imani zaidi, waongeze imani juu ya imani yao walikuwa nayo. Na hii manake utulivu huu kwa kubashiriwa masahaba, bila shaka imani itazidi, bali watatetea dini yao kwa hali na mali, kwa kila njia. Kwa kila njia watatetea, kwa sababu sasa wanaona kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao, na kuwabashiria watapata ule utulivu na kuwazidisha imani juu ya imani. Bila shaka watakuwa katika msimamo mzuri wa kuendelea na kazi aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu baada yote haya anaambia nini? Kwamba nyie hayana kukabilini makubwa sana, lakini katika njia ya kuyafanya mepesi hayo mnayokabili, kukuzidisheni imani, kukutulieni utulivu katika nyoyo zenu, as-sakina, al-hudu was-sakina. Na jua yote haya msisahau kwamba walillahi junudus samawati wal ardh. Msifikiri mnakwenda mnapigana nyie peke yenu, la. Iko kwa nguvu tu, maadui zenu wana nguvu zaidi, lakini Mwenyezi Mungu daima anapanga mipango yake. Basi muhimu mutekeleze maamrisho ya Allah, intansurullaha yansurkum, kama mtamnusuru Mwenyezi Mungu na dini yake atakunusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, atakufanyeni muwe thabiti katika vita. Na hapa walillahi junudu samawati wal ardh, manake nini? Kwamba Mwenyezi Mungu anamiliki junudu wa mbinguni na ardhi wote, jeshi lake Mwenyezi Mungu.
wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, katika sura ya ayyuhal mudaththir, hakuna anayejua askari wa Mwenyezi Mungu, jeshi la Mwenyezi Mungu yule mwenye peke yake. Na hii kutia aya hii nguvu inakuja tena hapa aya tulisoma ya 7, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima sahibul izza wal hikma. Aziz la yaghlibu ahad, aziz halim tabi hilm. nasema mimi aya 7 azizan hakima hikma, yani hata jeshi lake anapolitia katika aya nasema walillahi junud, pia inakuja tena katika aya 7 walillahi junudus samawati, lillah la li ghairi llah, lillahi faqat junudus samawati wal ardh, mbinguni na ardhini. Wakadha azizan sahibul izza la yaghlibu ahad, hakuna anayeweza kumshinda. Na hakima analitumia jeshi lake kwa wakati munasib, kwa muda munasib, na jeshi munasib, kila kitu kwa wakati wake. Leo tunaweza kusema hata corona katika hikma ya Allah kwamba ameteremsha corona kwa ajili ya nini? Tazama ulimwengu uliobadilika, namna gani kufuru na uchafu uliokuwa ukifanyika, fawahish yote yamepungua daraja 180 ulimwengu wote. Ndio hikma yenyewe, hakima ndio hapo tunaipata maana. Lakini hapa azizan hapa tunasema walillahi junudu samawati wal ardh kana Allahu aliman hakima. Aliman, anajua kila kitu. Anapopeleka jeshi lake anajua nipeleke jeshi gani. Mwenyezi Mungu anafahamu, bali anadabir kila kitu kwa njia iliyokuwa bora, hakuna zaidi bora kuliko hivyo. Ilmu ya Mwenyezi Mungu na hikma ya Mwenyezi Mungu, kwa na jeshi lote liko mikononi mwake. Walillahi junudu samawati wal ardh. Na tunaposema walillahi junudu samawati wal ardh, tunakusudia nini? Mwenyezi Mungu ana jeshi mudabbirati amra, wenye kudabbir mambo wanokalifishwa na Mwenyezi Mungu min almalaika. Na Mwenyezi Mungu amewekea binadamu wanaolinda, wanaombea maghfira, wanaoelekeza katika njia ya khairi, wanaandika maandishi amali zao njema. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Yahfazunahu min amri Allah, malaika hao Mwenyezi Mungu amewekea binadamu waumini, wako mbele yao, nyuma yao, wote hao wanakiwa hifadhi, bali wakihifadhi na amali zao zisipotee bure, bali na kuelekeza na kuwatia nguvu. Naam, yahfadhuna min amri Allah, kama ilivyokuja katika aya mbalimbali. Katika katika majeshi ya Mwenyezi Mungu, ukiwacha junudus sama, junudul ardh chungu zima, kwa mfano upepo, kimbunga, mvua. Ukitazama kama tulivyosoma katika aya sura Ankabut aya 40, Mwenyezi Mungu asema kullan akhadhna bidhanbi, kila mmoja tumemtia mbaroni na kumtia katika halaki na maangamizi kwa dhambi zake na makosa yake. Kwa hiyo minhum man akhadhathu sayha, miongoni mwao ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة, tunawapelekea kimbunga chenye changarawe, na wengine wakaangamizwa. ومنهم من أخذته الصيحة, ukelele mmoja ukali. ومنهم من خسفنا به الأرض, tuliwadidimiza katika ardhi akina Haman. ومنهم من أغرقنا, na wengine tukaangamiza katika bahari, Firaun na jeshi lake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatupa mifano mbalimbali, Ad na Thamud na kaumu ya Nuh na wengineo. Na haya yote haya Mwenyezi Mungu anapeleka jeshi mbalimbali, jeshi la upepo, jeshi la mvua, jeshi la bahari, jeshi haya yote katika junudi ya Mwenyezi Mungu. Na hata anaposema wa yadahu bijunudi lam tarawha, katika vita vya Badr na Uhud, akawasaidia na kuwatia nguvu kwa jeshi ambao wenyewe hamjaona. Mashtukia mtu anapiga, anarusha panga, kumbe mtu anaanguka, panga la malaika linasemekana kwa lishafanya kazi, lishampiga mtu. Hawana silaha, wamekwenda na panga zao tu, hawana farasi, hawana chochote. Watu 314, ule kule wakuja watu 1000 karibu 950 mpaka 1000 Makureishi, na wamevaa kivita. Hebu hakuna njia kwa idadi na udda na kujitayarisha. Makureishi walikuwa zaidi katika vita ya Badr, lakini Mwenyezi Mungu ameletea ushindi kwa sababu tumewashusha malaika wakipigana pamoja nao. Na inasemekana vita vya pekee ambao malaika wameshiriki hasa katika vita vyenyewe katika Badr.
Kwa hivyo ukitazama Mwenyezi Mungu ana kila aina jeshi. Mnafikiri katika kuhajiri Mtume SAW na Abu Bakar Siddiq alipokwenda hata Abu Bakar anasema tu katika pango, asema hao wakitazama katika miguu yao chini tu wakipiga jicho watatuona hapa. Na Mtume SAW lau nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la raana, angetuona wakitazama, kwa sababu tuko pale pale chini. Lakini Mwenyezi Mungu amemtia nguvu mtume wake kwa kumwambia Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Unaonaje ikiwa sisi tuko thini na Allah yuko pamoja na sisi? Ikiwa visa vinavyotolewa kwamba amekuja njiwa, ametaga, amekuja buibui, amezungusha jumba lake, kwa kweli riwaya tu, kweli uongo hadithi hizi, kama ni kweli, almuhimu Mtume SAW pamoja na Abu Bakar Siddiq wamekaa na amani na hali hakuna njia yote ya kuweza kwamba ndio wasionekane au kwamba wasikutikane katika safari yao ya hijra. Lakini Mwenyezi Mungu lillahi junudu samawati ardh wakati wanakwenda, Suraqat ibn Malik alikuwa anakwenda na farasi wake, kila akenda mchanga unamwangusha farasi wake, akenda tena akimfuatia Mtume na Abubakar, akifika karibu yake anaanguka farasi, akenda tena mara tatu. Akasema hii si desturi ya farasi wangu, shujaa mkubwa, mchanga, jundi pale min junudillah, ya Rasulullah, basi sitaki tena, nipe amani baina yangu mimi na wewe, sitokufuatia tena. Akampa amani, akamwambia unaonaje siku utopovaa mabangili ya Kisra, na huko anamwandikia amani, utopovaa bangili za Kisra. Na ulipotekwa Qadisiyya, Saad bin Abi Waqqas akaingia katika kasri ya Kisra, akachukua akasema hizi kama alivyosema Mtume SAW, hizi za Suraqat ibn Malik. Yeye kataka ngamia 100 atakayemleta Muhammad hapa na Abu Bakar, wanakwenda wamekimbia wanataka kuhajiri hawa, basi wanamkamata, tuleta pata ngamia 100, badala yake amepata aswirat Kisra siwar. Subhanallah, jeshi la Mwenyezi Mungu kajalia hata naweza kuwa kafiri. Jeshi la Mwenyezi Mungu kamjalia dalili wa kuwapeleka Madina Mtume SAW, Abu Bakar Siddiq, Abdullah ibn Urayqit ambaye ni kafir, lakini akawa ndio alomtegemea akiongoza njia. Njiani alipoulizwa huyu nani, huyu akasema Abdullah ibn Urayqit. Na huyu nani? Huyu Hadi. Yani Mtume SAW hajasema huyu Rasulullah. Hadi hadina tariqa, tunaisha njia maanawi, njia hissi na maanawi, kwamba wewe tunaisha njia kutoka Madina, wewe tunaisha njia kufika kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Naam, hajasema uongo. Lakini Abu Bakar Siddiq alikuwa mshazungukwa na watu, washaambiwa kila mtu atakayemwona Muhammad rafiki yake basi walete huko, atapata zawadi. Kwa hivyo walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kwa hivyo walillahi junudu samawati wal ardh, na jeshi lake liko mbinguni na ardhi. Wa kana Allahu aliman hakima, ilmu ya Mwenyezi Mungu na hikma ya Mwenyezi Mungu ni dalili ya kuonesha kwamba kila vita wanavyoshinda Waislamu, basi Mwenyezi Mungu anatumia ilmu yake, anajua kila kitu. Wa hata bikuli shay ilma, Mwenyezi Mungu ilmu yake imefika kila pahala. Kadhalika hikma ya Mwenyezi Mungu ni hikma, maana yake kufanya jambo munasib kwa wakati munasib, kwa vile namna ile munasib, na hiyo maana hikma. Kwa hivyo Allah hakim katika majina yake, hakim pia. Naam, kwa hivyo kana Allah aliman hakima. طيب آية 5 ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ليدخل المؤمنين، نعم، ليدخل آية نانزا ليدخل، بلا شك utabidi urudi nyuma. Inna fatahna laka fathan mubina, hii kukupa wewe fathi yote mubina kwa ajili ya nini? Liyaghfira laka Allah, sio liyaghfira. Mfumo huu wa kutia litalili liyaghfira laka, halafu liyudkhila mu'minina almu'minati, halafu pia wayuadhiba. Zote hizi tatu zinafatana
kama kutokana na ushindi wenyewe. Ushindi huu utakufanya nini? Mwenyezi Mungu akutieni katika nini? Katika naam, hapa Mwenyezi Mungu anataka kuwapa na wao waumini. Hani'an laka ya Rasulullah, na sisi ni la na nyinyi atakutieni peponi, yudkhilul mu'minina wal mu'minati wa waumini wanaume na mu'minati wanawake jannat, katika nini? Bustani kubwa kubwa huko, tajri min tahti al-anhar, ikipita nini chini yake? Mito kadha wa kadha, khalidina fiha kaimilele. Jua hivyo, yukaffiru anhum sayiati, baada kudumu huko pia na wafutie makosa yao. Wakana dhalika inda Allahi fawzan adhima, jambo hili kwa Mwenyezi Mungu ni kufuzu kukubwa, kufaulu kukubwa. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. طيب hapa imeanza kutaja liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Limadha huna al mu'minuna wal mu'minat? Wakati huko mwanzo imetajwa nini? Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, hamla mu'minat. Ameshusha utulivu katika nyoyo za waumini, kwa sababu haya mambo yahusu vita, jambo special kwa ajili ya wanaume. Lakini hapa ili Mwenyezi Mungu awatie nanyi wanawake, msione hii kwamba nanyi mmo katika listi. Mara nyingi hukumu ya wanawake masturun inda wanaume. Inapotajwa mu'minun ya ayyuhalladhina amanu, inakusudiwa wote pamoja, waumini wanawake, wanaume na wanawake, kwa sababu huoni ikasema ya ayyuhalladhina amanu wa ya ayyatuhal mu'minat, hakuna bali wote kwamba wanawake wanaingia included katika nini? Katika wanapohutubiwa waumini na kwa wao pamoja, ila ikiwa hukumu khasa kwa ajili ya wanawake inakuja na wanawake. Na wanawake walisema mbona sisi hatutajwi katika vita vya Ahzab kule, palielezwa na vita na wanaume tu. Wanawake wakasema na sisi je, kaamboela na nyie. Ikaja aya 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. wote wanaume kwa wanawake wote pamoja, a'adda Allahu lahum maghfira wa ajran adhima. Mwenyezi Mungu amewekea maghfira na malipo yaliyokuwa adhim. Kwa hivyo hapa sababu kwamba hukumu kwamba ili na wanawake waone raha, kwamba wasifikiri kwamba wanaume wanapigana, hili jukumu lao, wanawake wana jukumu lao majumbani. Kwa hivyo hapa ndio wanaambiwa kwamba yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin. Tunaona hiyo kuna sababu kubwa kutajwa hapa mu'minat, kwa ajili ya nini? Na wao wahisi kwamba inawahusu hayo malipo yatakayopata peponi, na wao pia wanastahiki sasa kama wanaume walioshiriki katika vita. طيب, kwa hivyo lokalifisha jihad wametajwa peke yao. Ama hapa masala ajira na malipo wote wanapata. Yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannati tena tajri min tahti anhar. Kuna mito ambayo inaanza pale pale chini ya mabustani yao, kuna mito inatoka kule basi inapita tu njia, tajri min tahti anhar. Kuna nyingine tajri tahtaha al-anhar, na nyingine tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha wa milele. Khalidina fiha milele. Nini kusudio kwamba hapa ukitizama baina ya kutajwa khalidina fiha fi jannat, peponi, na ukitizama binadamu, mtizame aliyekuwa na neema ya kila neema, hajapata tabu yote, uzuri wa mwili, uzuri wa ilmu, uzuri hodari wa kila jambo, nguvu, sura nzuri, utajiri, mali, neema, kila neema, watoto wazuri kapewa, hajapata chochote ambacho watu wanakitamani japo kimoja, ila yeye anamiliki. Mwisho kana mfalme kwa ulimwengu mzima amiliki. Mtu huyu lazima atakuwa na problem zake. Atakaa kikimtia swasi, sijui nitakufa. Atakaa
mtu asasi yule nitapoteza mali yangu karudi fakiri. Haya lazima atakuwa nayo, lakini khalidina fiha, neema za peponi zinamondosha wasasi wote, kwamba neema la tazul, haziondoki wala hazibadiliki wala hazipungui. Katika neema hakuna kuumwa, hakuna kufa, hakuna chote. Hiyo ndo maana nini khalidina fiha, ina maana yake hapa khalidina fiha, wakae milele ndani na starehe zao za milele, hakuna kukoseshwa, la maqtu'atin wala mamnu'a, hakuna kwamba hichi mnakatazwa hichi la hakuna. Sasa ngojea mpaka season ingie au sio mpaka la, hakuna, kila kitu kipo. Alafu yukafir anhum sayiati, naam, ويكفر عنهم سيئاتهم, na Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao. Sababu hajaingia peponi ila kwa kuwa mshasamehewa, tena kuja tena yukafir anhum sayiatihim. Naam, wanasema hii yukafir anhum sayiatihim, kwamba labda mtu anapokwenda peponi, kila anapokutana na Mola wake anakuwa kama kwamba sijui ataniambia tena kwa nini mimi nimefanya dhambi kadha, atajisi na nini kwamba sasa kwamba mimi nimefanya kosa. La, hata yale Mwenyezi Mungu atafutia wasione, hata wasifikirie jambo lolote ambalo lilotenda duniani, mshafutwa kila kitu, hakuna hata kukumbushana. Kwa sababu leo binadamu akimkosa mwenziwe, halafu akaja akaona akatahayari akajuta, akaenda kumtaka msamaha na akamsamehe, basi yeye atapopita pale akamwona anasalimiana anazungumza kwa uzuri, lakini lile halimtoki. Siku moja nilimkera kwa hili na hili, siku moja nilifanya hili, lazima linakuja linakokera, japo kwa yule kishakusamehe wala hata kielitaje, lakini wewe mwenyewe ihsasi yako unahisi bidhambi moyoni. La, hii kwa Mwenyezi Mungu yukafir an sayiati, hata yale mtu asihisi ihsasi ya kwamba kafanya kosa au nini kabisa. Yukafir an sayiati, na hilo lote haya, wakana dhalika inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu hayo yote ni fawzan adhima. Huku ndo kufuzu kukubwa, fawzan adhima. Naam, kwa sababu kufuzu kwa kidesturi kiduniani, mtu kafuzu jambo atapewa trophy, atapewa kapu, atapewa prize, atapewa zawadi hii, yamekwisha, au sio? Lakini kufuzu kwa Mwenyezi Mungu, chukua kwamba kufuzu huku na yale anayopewa, kadri atachopewa binadamu anapewa kutokana na binadamu mwenziwe. Fikiria value ya binadamu anayomiliki akaweza kukupa wewe, ukilinganisha na value ya anachokimiliki Mwenyezi Mungu akaweza kukupa wewe, kipi kile kuchukua adhim? Taban ni fawzan adhima, kwa sababu ni kitu ambacho hakina mfano wake kwa uwezo wa kiumbe yoyote duniani. Nasema Sheikh Harai walikwenda San Francisco, yeye pamoja na mawaziri watatu, wakaingia katika hoteli ya wala sio 5 stars zaidi, wakitazama mataa, wakitazama namna majumba hivi na hivi, wale wanakaa simizana, tazama kule, tazama kile. Sheikh Harai anaambia ichukulie jambo hili bi imanian, kwa imani. Anaambia haya mambo aadda albashar lilbashar, haya yote kayatengeneza binadamu kwa ajili ya binadamu mwenziwe. Fakaifa bima aaddahu Allahu li khalqihi, itakuwaje aliyotengeneza na kuandaa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake anawapenda, aloridhika nao. Kwa hiyo haya yote kama pumbavu, wala msika mkashughulika mkatazama nini au nini. Subhanallah. Na hii ndio maana nini? Ndio maana kwamba nini, wakana dhalika inda Allah fawzan adhima, kufuzu kukubwa kwa kupata yale yaliyokuwa peponi. Hatujaweza kumaliza aya 6, inshallah tutaelezea, kwa sababu hapa anapoelezea lilmu'minin, sasa hivi inakuja kwa munafiqina na munafiqat na mushrikina mushrikat. Tutatizama kesho inshallah hii aya 6, kwa hiyo tutasimama kwenye aya 5 inshallah. Hadha wallahu a'lam.